Utetezi au shughuli za utetezi wa haki za binadamu ni vita ya makaratasi, ni vita ya kisheria, ni vita ya kitaaluma, ni vita ya kikatiba. Kwa hiyo ninyi ni wapiganaji wa mstari wa mbele kabisa katika ulinzi wa katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo tunapoingia na kufikiria kuhusu dhana hii ya utetezi wa haki za binadamu, sio kazi ndogo. Kama ni vita, wewe ni ule askari wa lile kombora la kutungua ndege. Lina raha sana linapofyatuka ukaikuta ile ndege ya adui na kuisambaratisha. Unapoikosa na yule rubani akakuona ulipo, uliza uchungu na maumivu ya kulishika hilo kombora. Maana yangu nini? Kazi hii ni ya kujikana, ni kazi yako mwenyewe, sio kazi inayohitaji ufuate, kwa sababu mara zote utaonekana ni mtu tofauti kijijini kwenu, tofauti mtaani kwenu, tofauti kwenye jamii uliopo. Hata wale wanaokushangilia asubuhi watakulaani jioni. Usiachi, endelea kufanya kazi hii. Ni wito na unawajibika kwa Mungu. Muingii kwenye kazi nyepesi. Tunaposema utetezi wa haki za binadamu, sio jambo jepesi kama linavyotamkika, ni jambo zito. Tuna wajibu mkubwa. Nyinyi ni mdomo na sauti za wasio na sauti. Nyinyi ni macho ya wasio na macho. Nyinyi ni nuru katika utetezi wa haki penye giza la dhuluma. Kule chini ndiko kwenye matatizo makubwa kwa wakuu wa wilaya, wenye vitu wa vijiji, na wale ndio wanauza ardhi za watu bila kufuata utaratibu. Unakwenda kule baraza la kata, watu wanapewa nyumba za wajane na yatima bila kufuata utaratibu mzuri. Kwa hiyo kule chini ndio kwenye tatizo. Lakini tukiwa engage vizuri, wakatuelewa kwamba huyu hapa agombani na mimi, anagombana na hili. Tukitumia mbinu njema, kwanza lazima ujitambue, ujue ni kipi unachokisimamia, kipi ambacho uko tayari kukipoteza kwa ajili ya kumfanya mwenzako akielewe, na kipi ambacho hutakipoteza asilani kwa sababu ndio msingi wa taasisi yako. Ukishajua hapo, una haja ya hofu. Lazima tuengage, tushuke chini, tuzungumze, tuwafikie wafanya maamuzi, kwa sababu moja ya majukumu yako sio tu kutetea watu, lakini vile vile kutetea na kushawishi mifumo ya haki, mifumo ya kisheria, mifumo ya kisera, mifumo ya kiuchumi isaidie kucomplement jitihada unazozifanya. Fikie mtu, zungumza naye. Hili na hili ndilo tunalolipigia kelele, linatuumiza wananchi, hatulitaki kwenye eneo letu. Sio udhaifu. Na akikuelewa nawe muelewe, alafu kubalianeni namna ya kwenda. Mazungumzo na kelele za kiragbishi hazifikii. Weka msimamo, shawishi kwa mujibu wa sheria. Hawa ni wanachama wetu ambao wanafanya kazi, ni sehemu ya wanachama wetu wapya ambao tuliwachukua wengine mwaka juzi na mwaka jana tukuweza kufanya mafunzo. Kwa hiyo tumecombine ya miaka miwili, wa mwaka jana na mwaka juzi, wa mwaka huu bado. Kwa hiyo tunawafanya refresher training, au tunafanya mafunzo ya kuwajengea uwezo, tunafanya mafunzo ya kuwakumbusha masuala kadhaa ya kisheria, misingi ya ulinzi na utetezi wa haki za binadamu. Lakini kwa sababu ni wanachama wa mtandao, na huu ni mtandao una sera, una kanuni zake za namna ya kuendelea kuwa mwanachama ndani ya mtandao. Kwa hiyo watapata nafasi ya kujua miiko na misingi ya kuwa mwanachama wa mtandao wa utetezi wa haki za binadamu. Na huko mbeleni tunajiandaa kuandaa vitambulisho vya mashirika wanachama wa THRDC. Kwa hiyo lazima tuwe na watu ambao wanafahamika na wanafahamu misingi ya kwanza ya mtandao wao. Tuna sera ambazo tunakuwa nazo kama mtandao, na leo tutajaribu kuziguzia baadhi ya sera ambazo tulizo nazo kwa ajili ya kuelewa kwa undani
kwamba pamoja na kwamba ni mtetezi wa haki za binadamu, lakini kuna masharti na miiko fulani ya kufuata ukiwa kama mwanachama wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, lakini ukiwa kama mtetezi tu wa haki za binadamu, tuna miiko pia ambayo tunapaswa kuzingatia wakati tunafanya utetezi wetu wa haki za binadamu, pamoja na masuala ya kuzingatia compliance na sheria mbalimbali za nchi. Lakini namna bora ambavyo watetezi wa haki za binadamu mnaweza mkafanya kazi yenu kwa ufanisi zaidi, mkatoa taarifa za utetezi wa haki za binadamu, lakini kikubwa namna ya kujilinda wakati wa utetezi. Kazi yote ya utetezi siku zote ina changamoto za kiusalama, ni 50% risk. Kazi ya utetezi ina changamoto zake.